Naam, watu wangu wa nguvu hatujazungumza muda mrefu kidogo, lakini ni kutokana na mambo ya hapa na pale tu. Si jambo lingine, bali ni masuala ya majukumu ya hapa na pale, lakini nikaona sasa tuendelee pale tulipokuwa tumeishia. Nikuletee taarifa ambayo Donald Trump, ambaye ni rais wa Marekani huyu, amefunguka kabisa kuhusiana kwa nini katika uapisho wake wa kuwa rais wa 47 wa taifa la Marekani alimwalika rais mmoja tu wa Afrika, wakati mataifa mengine walikuwa wamejiandaa kweli kwamba wataalikwa kwenye uapisho wa Donald Trump katika nchi ya Marekani. Lakini matokeo yake alimwalika bingwa huyu wa Afrika, mwamba wa Afrika, mimi nimezoea kumuita na wengine wanamuita hivyo, si mwingine bali ni rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. Captain Traore ndiye pekee ambaye alialikwa kwenye uapisho wa Donald Trump wa Marekani, lakini bado hakwenda. Na ikumbukwe, baadhi ya mataifa ambayo yanakabiliana na ugaidi katika nchi zao, yani yanakabiliana na machafuko katika maeneo yao ya utawala, lakini marais hao walikuwa wamejiandaa kabisa kwenda katika uapisho wa Donald Trump huko Marekani. Na mataifa hayo si mengine, ni Nigeria pamoja na taifa la Msumbiji, Mozambique. Jambo ambalo unatazama sasa akili za viongozi wetu wa Afrika zikoje, ambapo hawakupata lakini nafasi hiyo ya kualikwa kwenda kushuhudia kwenye uapisho wa rais wa Marekani, rais wa 47 wa Marekani, bwana Donald Trump. Pia kumbuka kwamba alikuwa rais wa 45 wa taifa hili la Marekani, lakini pia katika misimamo yake amekuwa ni mtu mnyofu katika ulimi wake, na amekuwa akisema siku zote kwamba aamini mataifa ama viongozi wa Afrika, kwa sababu wengi wao badala ya kushughulikia amani za nchi yao katika kulinda rasilimali za nchi zao, wao wamekuwa mstari wa mbele kwenda kununua bunduki ili kuua watu wao. Ni maneno ya Donald Trump haya ambayo yanakuwa yanawakasirisha sana baadhi ya viongozi wa Afrika, lakini ndio ukweli mchungu huo. Ndipo sasa kwa nini alimwalika bwana Ibrahim Traore katika nchi ya Marekani, ama katika kwenda kuhudhuria uapisho wake huko Marekani? Donald Trump anasema kwamba anamuelewa sana kijana huyu Captain Ibrahim Traore wa Burkina Faso, kwa sababu yeye amekuwa mstari wa mbele katika kulinda rasilimali za nchi yake na kuleta utengamanifu katika nchi yake, badala ya kuzurura katika nchi nje ya bara la Afrika kama ambavyo wanafanya wengine. Ikumbukwe, Ibrahim Traore tangu amekuwa rais wa nchi ya Burkina Faso mwaka 2022 alipoingia kwa mapinduzi, amewahi kusafiri mara moja tu nje ya nchi yake. Napo alienda katika nchi ya Urusi kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin na kuzungumza mambo kadha wa kadha, lakini yeye ni muumini wa kukaa katika nchi yake kwa ajili ya kuleta maendeleo pamoja na wananchi wake. Na hivi karibuni ametembelea mashambani, ametembelea wajane, anajenga viwanda na mambo kadha wa kadha, huku akiendelea kupambana na ugaidi katika nchi yake. Lakini pia katika eneo hili la Trump kumzungumzia bwana Captain Ibrahim Traore kwamba ni mtu ambaye anamwamini na anamuelewa katika kati ya viongozi waliopo Afrika, Trump anasema kwamba yeye siku zote anaamini kwamba viongozi wa Afrika ni kama hawajitambui, wanatakiwa kutawaliwa upya. Haya si maneno yangu, ni maneno yake, kwamba anaamini hivyo kwamba mataifa ya Afrika yanatakiwa kutawaliwa upya kwa sababu ya mambo ambayo wanayafanya baadhi ya viongozi wa mataifa ya Afrika. Na ni tofauti kidogo na bwana Ibrahim Traore wa Burkina Faso, ambaye yeye muda mwingi amekuwa ndani ya nchi yake. Tofauti na marais wengine, yakiapishwa tu utashangaa anaenda huku na huku nje ya Afrika mpaka uelewe kwamba kuna kuaje. Lakini vile inaripotiwa mara kadhaa kwamba baadhi ya viongozi wa Afrika wanaiba mali za nyumbani kwao
na kupeleka nje ya bara la Afrika kuficha hizo fedha. Sasa unajiuliza, mataifa ya Afrika yaliyo mengi yanajiita mataifa masikini, lakini viongozi wake wengi ni matajiri na wameficha fedha nje ya Afrika. Na ndio maana Donald Trump mara zote amesema Afrika inatakiwa itawaliwe upya kutokana na mambo ambayo wanayafanya baadhi ya viongozi wa Afrika. Lakini Ibrahim Traore pamoja na mwaliko huo ambao alialikwa kwenda katika nchi ya Marekani kushuhudia uapisho wa bwana Trump, hakuenda kwa sababu zile alizozisema kwamba yeye yuko busy na nchi yake katika kuleta utengamanifu katika nchi yake, lakini kuiletea maendeleo nchi ya Burkina Faso na kupambana na wale wote ambao wanaiba rasilimali za nchi ya Burkina Faso. Hivyo hataki kuzurura bwana Ibrahim Traore, anaendelea kufanya kazi katika nchi yake, kuleta amani katika nchi yake na kupambana na mambo kadha wa kadha. Nimewahi kukwambia kwamba Ibrahim Traore tangia ameingia katika utawala wake pale Burkina Faso, aliwapiga kwanza marufuku, yani aliondoa ushirikiano wa kimahusiano na Ufaransa, kwa sababu anaituhumu Ufaransa kwamba ni moja ya taifa ambalo limekuwa likiibia rasilimali za nchi ya Burkina Faso. Na Burkina Faso, kwa ambao ni wageni kunisikiliza ama kuelewa kwamba Burkina Faso ni nchi inayotegemea nini. Burkina Faso inategemea vitu viwili tu. Inategemea madini, lakini pia inategemea kilimo. Ndio uchumi wake. Hawana bahari wala vitu vingine. Lakini huyu bwana Ibrahim Traore sasa ndio maana amekuwa kipenzi cha wana Burkina Faso, lakini pia kipenzi cha Waafrika wengi, hasa vijana na Waafrika hata ambao sio vijana lakini wanaojielewa kwamba tunatakiwa tuenendeje katika masuala ya uongozi, lakini katika ulinzi wa rasilimali za nchi, hasa kwa viongozi wetu. Ukilinganisha Burkina Faso na baadhi ya mataifa, utaona kabisa kuna utofauti mkubwa sana, kwa sababu Ibrahim Traore sasa anaonyesha, na yeye pia anazo kauli nyingi ambazo ni ngumu kama za Donald Trump. Yawezekana ndio maana Donald Trump anamuelewa sana Ibrahim Traore, kwa sababu ya misimamo yake na ulimi ulionyoka, huwa apepesi macho. Na anashangaa sana pia katika baadhi ya viongozi ambao wanaonyenyekea sana mataifa ya magharibi ambayo kwa muda mrefu yamekuwa ni kikwazo cha maendeleo ya Afrika. Yamekuwa kinyonya rasilimali za Afrika kupitia viongozi hawa wa Afrika. Yeye msimamo wake ni kwamba ni vema sasa wa Afrika wakatenga muda mzuri wa kujitafakarisha kwamba kwa nini tuendelee kuitwa masikini wakati nchi za Kiafrika ndio zenye kila kitu na madini na kila kitu, rasilimali nyingi. Tuna madini, tuna bahari na kadhalika, lakini tunajiita nchi masikini na tunaendelea kuomba misaada kwa nchi za magharibi, ambayo misaada yenyewe mara nyingi, baadhi ya misaada hiyo inakuwa na masharti magumu kweli ambayo kwa kweli kimsingi si masharti mema kwa kizazi kijacho. Na ndio maana Ibrahim Traore katika nchi yake mpaka sasa hadaiwi. Amefuta madeni yote, amelipa madeni yote, na amevunja mikataba ya mabenki ya dunia, si mabenki ya nini, ambayo kimsingi yeye anaamini kwamba ni moja ya mikakati ya kuidhoofisha Afrika na Waafrika kwa ujumla kupata maendeleo ya kweli katika nchi zetu za Kiafrika. Ndio maana hata Donald Trump amekuwa mmoja kati ya watu ambao wanamuelewa sana Ibrahim Traore wa Burkina Faso katika uongozi wake, na ilipelekea kwenye uapisho wake akamuita ili aende akahudhurie uapisho huo nchini Marekani, lakini hakuenda. Tofauti na baadhi ya nchi ambazo wao walikuwa wamejiandaa kwamba wangeitwa, wangeenda mara moja, lakini hawakuitwa. Lakini Ibrahim Traore pamoja na kuitwa huko Marekani na Donald Trump pia hakuenda, kwa sababu yeye anaendelea kushughulika na masuala ya nchi yake, mambo ya ndani ya nchi zake, kuwasikiliza wananchi wake pamoja na kupambana na vikundi vya wahuni ambavyo viko ndani ya Burkina Faso vikiendelea kung'ang'ana kuchukua rasilimali za nchi hiyo. Na ndio maana mapinduzi kadhaa amepona Ibrahim Traore, kwa sababu baadhi ya mabeberu hawahitaji
kuwepo kwa Ibrahim Traore katika nchi ya Burkina Faso, kwa sababu anazuia mirija yao ya kuinyonya Afrika, ya kuinyonya nchi ya Burkina Faso. Huyo ndiye Ibrahim Traore, pamoja na Trump, ambaye Trump ameeleza kwamba anamuelewa sana bwana Ibrahim Traore katika utawala wake, na ni funzo kwa baadhi ya viongozi wa Afrika kutoka kwake kijana huyu Captain Ibrahim Traore. Na yeye huwa zururi nje ya nchi yake ama nje ya mataifa ya Afrika. Ameconcentrate sana katika masuala ya maendeleo ya nchi yake ya Burkina Faso. Huyu ndiye Burkina Faso mpya chini ya Ibrahim Traore, na Donald Trump anaendelea kumpigia saluti kijana huyu. Lipi umejifunza na lipi unalo la kusema kuhusiana na viongozi wa Afrika na haya yanayoendelea Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore? Na je, kauli za Trump kwamba Afrika inatakiwa itawaliwe upya, anakosea ama anapatia? Karibu kwa maoni yako.